Harmonize ametangaza kwamba anaachia wimbo mpya usiku huu Sarafina, na wimbo unaitwa Yazoe. Usiku huu? Usiku wa leo. Usiku wa leo. Si ndio usiku huu au? Sasa hivi ni usiku. Haya, usiku wa leo. Ametangaza anaachia ngoma mpya inaitwa Yazoe. By the way, wimbo umekuwa inspired na maisha yake binafsi kabla ya kurudiana na Kajala. Bado Harmonize kitabu cha Kajala hakijaisha. Katika watu ambao wanasema wamenufaika kwenye mahusiano ni Harmonize. Yaani ukiachilia mbali kunufaika kihisia tu kwamba tunapendana hivyo, lakini Harmonize hata kikazi amenufaika na Kajala, kwa sababu tukiangalia ngoma ambazo ameziimba kwa ajili ya Kajala na mafanikio ambazo hizo ngoma imepata, ni wazi amewin zaidi. Au unasemaje? Nakubali pia. Nakubaliana na wewe. Kwa hiyo ukiniambia anatoa wimbo tena ambao experience yake ni maisha kabla ya kuwa na Kajala, ni kama ana appreciate kwamba kabla ya wewe kuja nilikuwa napitia kipindi fulani. Yes, so Harmonize kwenye huu wimbo japokuwa haujatoka amejaribu kuelezea kidogo kwamba ni wimbo ambao unahusu maisha ambayo alikuwa anaishi baada ya kuachana na Kajala. Ujumbe ambao upo kwenye hii ngoma ni kwamba usishindane na mtu ambaye unampenda, kwa sababu baada ya kuachana, unajua watu mnaopendana mkiachana uoga kuna zile kuvimbiana kwamba kila mtu anamprove mwenzake kwamba naweza. So Harmonize anasema akaanza kunywa sana pombe, na kama unakumbuka it's true, Harmonize kuna kipindi alikuwa anaonekana na kunywa sana pombe, right? Wao wanapigana na B-level band. Kuna kipindi mpaka alikuwa anasema kwamba ngoja ninywe pombe nirudi nitasema yote. Exactly, so ilikuwa ni kipindi ambacho Harmonize alikuwa anatumia sana pombe. Lakini pia kudate na wanawake tofauti, kitu ambacho kilimpelekea kutengeneza maadui wapya, kwa sababu obvious ukidate na mtu kimwacha, badala ya kuwa shabiki au kuwa mtu ambaye anakupenda na kuwa tena adui. So anasema kwamba alijitengenezea maadui wengi sana wakati ambao ameachana Kajala. So ni ngoma inaitwa Yazoe. Tutafahamu nini ambacho kakiimba zaidi kwenye lakini pia nikaona kuna picha aliposti akisema kwamba mapenzi yanaweza kupelekea ukaenda zako kaburini fresh. Experience aloipata kishindana na unayempenda, unaweza kaenda puko. Wewe kama unampenda mtu kubali tu. Yazoe ndo mapenzi. Mimi nimeshindwa. By the way, Harmonize pia aliweka teaser ya huu wimbo, na wimbo it's pure bongo flavor, yani kwa video vixen atakuwa Kajala. Wachambuzi. Ana sio mchambuzi, wewe ndo mchambuzi. Hujanielewa. Nasema watamuua. Kimweka Kajala huko ndani. Na muweke tu. Si hawako. Wewe unaonaje? Nini? Ndugu mchambuzi wa kike. Harmonize kumtumia sana Kajala kwenye mchambuzi sawa. Amtumie si ndo si kaimbiwa ngoma kaimbiwa Kajala, wewe kwa Kendrick au Ali. Acha Kajala. Hizi tuhuma za wachambuzi kwamba wewe unamweka sana Kajala. By the way, wachambuzi sometimes ukauliza tunachangamsha game. Ni ukweli wanafanya hivyo, game inachangamka. Somehow game inachangamka. Sema Harmonize sasa ndo akiwa na vitu vyake huko anawaposti, mnaomba vocha. Shida inaanza hapo. Harmonize simwamini sana ndugu mchambuzi. Trust Harmonize for your own risk. Yaani wewe unamwomba vocha alafu unampiga huko kwenye uchambuzi wako. Baba tutakukuta Insta story. Lakini unaonaje ujio wa wachambuzi wanavyochambua? Very good. Very good. Unaona sasa hivi wanapopata hasira, kwa mfano kuna producer mmoja niliona mchambuzi kamchana akamwibukia DM. Simtaje. Na simtaje. Mimi sijataja jina. Akamchana sana. Ndio ujue watu wanataka kusifiwa. Watu akamchana sana, wewe mimi sijaifanya vizuri uzungumzie. Na yeye mchambuzi kaingia kingi akaanza kusifia. Unaona comment zake fulani. So wachambuzi wanaleta chachu. Though wanatakiwa wawe na details. Na hizo details zao ziwe na uhakika. Wawe na fact. Unajua unachambua kitu, mwambie hapa umekosea, fanya hiki na hiki. Yaani wape na njia ambazo ni sahihi. So unachambua kutafuta umaarufu, lakini big shout out to wachambuzi. By the way, wachambuzi 99% ni ndugu zetu. Kendrick, what's up? Ndugu zetu wale. Hawaii. Unajua di Lanka Ting anachambua. Ni mchambuzi na. Analyst wa muziki na maisha ya wasanii.
hatari. But wanatakiwa pia waongeze knowledge. Ndio maana nimekwambia wawe na facts. Wawe na facts. Yaani wasichambue tu ile kiushikaji kwamba mimi nataka nionekane mchambuzi. Unajua kwenye swala la uchambuzi hata kwenye mpira hichi kitu nimekiona. Yaani wengi wanachambua, yaani wachambuzi obvious. Kuna kitu kinaitwa hisia. Yaani ushabiki mfano kusema wimbo ni mbovu. Umeelewa? Kuna lugha za kuaddress. Sio lugha za kuaddress. Wewe utawasemaje wimbo ni mbovu? Ukiacha tu hivyo. Muziki au sanaa ni hisia na mtazamo binafsi. Umeelewa? Ni mfano tunavyosema kwamba hii movie ya sasa hivi mbovu kweli. Hivi unavyofikiria wewe, watu wamekaa wamechoma mabilioni ya pesa. Hii movie inaweza kaa mbovu, ni kwamba tu huo wimbo wewe kwako. Umeelewa? Kwa hata msanii anapoachia wimbo, inawezekana wimbo kwako kaona ni mbaya, lakini kuna audience ambayo yeye kaitarget, anaona kabisa huu wimbo utafanya vizuri huko. Ni mara chache sana msanii anaweza kaachia wimbo ukachukua watu wote. Afuriki nimesahau kukwambia. Wachambuzi wana saifa yao. Wamekuchana vibaya sana huko ndani. Sasa mimi kitu ambacho naweza nikakwambia tu ni kwamba kwa jinsi ambavyo mimi nilivyo. Ongea kwenye kamera usiniambie mimi. Kwa jinsi mimi nilivyo, niwaambie ndugu wachambuzi, kama mmeingia studio, hata kama mmepata ghostwriter, sawa? Jaribuni kunigoogle huko nyuma. Mimi ni nani kwenye swala zima la peni. Mambo ya rap. Sawa? Najua ulikopo studio siku ile nakwambia nimeandika wimbo hapa, nikarekodi siku hiyo, kesho yake nikaupost. You understand? Kwa hiyo mimi swala la uandishi, mambo ya kujimwambafai. Huko nipo vizuri. Yaani mbona umemkimbia Max? Nani? Max nimemkimbia tena ndugu. Nimemkimbiaje? Maana nimekwambia Ricky, Max anakuja njoo. Nakuja niko mbali kidogo. Si niona naye lakini. Eti Max anaondoka, yeye ndo anafika wewe Ricky. Wewe unafikiri michezo yako? Max jana tumeonana mimi na Max, si ndio? Anavoondoka. Nilikuwa na kazi. Nilikuwa na kazi. Ndugu rapa, update your skills. Alafu sasa unajua, ngoja nikwambie, mimi siwezi kusema kwamba anaweza nikabattle na mtu kama Max au watu ambao wanafanya kazi. It's not even a battle. Yani kumchallenge. Yani kwanza tukisema wewe. Ile ni kazi yake. Yani ngoja nikwambie. Yani kwanza tukisema eti wewe una battle na Max tumemkosea heshima. Umeelewa? Yani sio hivyo tu. Hata wasanii ambao wapo kwenye mainstream, mimi siwezi kusema kwamba eti naweza nikasimama nao kwa sababu moja. Mimi I believe sana kwenye experience. Yani umeona mimi Sarafina, mtu anayefanya kitu kila siku. I used to be a rapper huko nyuma. Umeelewa? Kwa muda mrefu sifanyi. Listen to me. Maana yake ni kwamba naweza nikakaa mwaka mzima sijaandika wimbo wote. Okay. So uwezo kuniambia experience yangu sasa hivi nikafahamu mtu kama Moni au kina Maarifa au kina nani, kwa sababu wao kila siku wanafanya, ni kazi yao. Ni kama wao walete huku kwenye kazi yangu ambayo naifanya. Kwa mimi nafanya tu as a passion, umeelewa? Ndio maana lakini nakwambia kwa hao ndugu zako wachambuzi hao, hakuna mchambuzi yeyote ambaye anaweza. Nakwambia hivi, hakuna nakwambia hivi. Kendrick, hizi dharau mbona bosi wangu anakupa na wewe umekaa kimya? Kendrick Manara. Kendrick labda imbe taarabu sana. Afu Max anasema yeye ndo rapper na mbali uno kwa Tanzania sasa. Tuache twende kwa Harmonize kwanza. Maana mambo ya marapa watu kufoka. Lakini pia niliona baada ya Harmonize kuachia teaser ya wimbo wake, kuna baadhi ya watu wakawa wanasema kwamba unaimba sana bongo flavor, we want international taste na nini. Kwani national taste, international taste I was kwa bongo flavor. I was like, hey, hivi tunajua tunachokisema kweli wa Tanzania? Mimi nafikiri kitu kimoja. Haya sasa ni mawazo yangu binafsi, si ndio? Hapo unachambua sasa. Mawazo yangu binafsi. Sichambui, ila natoa maoni yangu binafsi. Muziki wa kimataifa ni muziki aina yeyote. Shida yetu sisi wa Tanzania, tunaangalia watu wamefanikiwa kupitia muziki gani, ndio na sisi tunataka tuuige tuufanye. Tunasahau kwamba huo muziki ambao umewafanya watu kufanikiwa kimataifa ni muziki wao wa asili. Yaani namaanisha, mfano unapozungumzia Afrobeat ile Nigeria pale, ile ni aina yao ya muziki ambao wanaimba miaka yote. Okay. Kinachofanyika ni kudevelop tu muziki wao. Yaani leo utasaundi hivi, kesho lakini bado wanasimama kwenye mwamvuli huu mmoja wa Afrobeat. Sisi tunataka wasanii wetu waimbe Afrobeat.
Lakini hapana, Afrobeat wao ambao wana penetrate kwenye soko la kimataifa, walifuse muziki wao wa Afrobeat, wakatafuta wasanii hao wa kimataifa, wakafanya nao makolabo na nini na nini. Leo hii mpaka msanii kama Chris Brown anaimba muziki wa Afrobeat. So hatuwezi tukasema kwamba eti Bongo Flava sio muziki wa kimataifa. Hapana. Muziki huu tukiamua sisi, mfano hivi, just imagine leo hii mtu akaimba pure Bongo Flava afa akatafuta msanii wa nje akafanya naye collab. Ni kwa sababu sisi tunatengenezewa, unajua hichi kitu kipo kuanzia ngazi ya familia. Mimi nasemaga hatujatengenezewa mazingira ya kuamini kwenye kitu chetu. Yani hata kwenye familia mtu kiona utaweza, utafanikiwa wewe bana kwenye hilo, fulani wenzako wenyewe ameshindwa, utaweza wewe. Hivyo ugaibuni. Lakini sasa mwisho wa siku unajua kitu cha kuazima siku zote hauwezi kikakufiti siku zote. Unaweza leo ukakifanya vizuri, kesho usikifanye vizuri. Lakini niambie wewe hapa. Kuna siku nilikwambia mfano katika muziki wa Afrobeat, mfano sikiliza muziki wa Afrobeat wanachokiimba. Sikiliza nyimbo za Ashake. Umeelewa? Nyimbo za Ashake ukizisikiliza vizuri, Sarafina, zimeandikwa vizuri. Yani ni lyrics, hata mtu umeimba si lugha yao ile ya Kiigbo sio na nini. Lakini ukienda ukiangalia wanachonaniliwa walichokiimba mle ndani, utagundua kama wameimba kitu kina make sense. Hata mtu akitranslate au akisikiliza anajua kabisa hao jamaa nitakwambia kitu kimoja. Mwaka 2016 Wizkid alitweet akaandika, napenda sana muziki wa Fally Ipupa. Sielewi anachokiimba lakini I really love his music. 2026 wamekuja kufanya pamoja. Wizkid kasimama kwenye Afrobeat, huyu kasimama kwenye misingi yake. Lakini we have a jam. Yes. Sasa kwa Tanzania sisi mara nyingi tukiimba nyimbo ambazo lese kama Afrobeat, tukikimbilia muziki wa Nigeria au wa South Africa, tunaimba nonsense. Huo ndio ukweli. Yani hakuna kitu ambacho mtu anaweza kasikiliza in terms of lyrics, mfano akasema kwamba okay, mwamba kachora. Ni kitu. Ukiangalia nyimbo za wasanii wa mbele, hata kama naimba ni Kiingereza, lakini unaona kwanza alimaanisha nini kuimba nyimbo kama hii. Umeelewa? Lakini ukirudi kwetu hapa Bongo, mtu akiimba Bongo Flava unaona kabisa pen imeandikwa. Hivi imagine nyimbo kama za kina Harmonize, kina Mbosso, mtu akizitranslate kwa lugha ya Kiingereza afu akizisoma zile lyrics, anapata kitu gani? All in all, wasanii wetu wanafanya bana. Sema mashabiki nao sometimes ndo wanao wa disappoint. Kuna kipindi Harmonize hapa alikuja anatoa nyimbo za Kiingereza tu. Wakasema wewe ni wa Bongo Flava, usituletee hizo kujidai wa international. Kwani Bongo Flava huwezi kuimba? Kwani Bongo Flava ni Kiswahili peke yake? Hao ndo mashabiki zao sasa. Na wenyewe wanajua. Yaani kwamba hata wakisema hivi wewe nenda hivi, kwa sababu hawa hawana jema. Kwa wanafanya kile ambacho wanaamini wenyewe kiko sawa kuwapa mashabiki zao. Let's keep waiting tuone nini ambacho Harmonize anakuja nacho. Unajua mimi niko na kusikiliza tu hapo unavoongea mambo ya Harmonize. Lakini ni experience yako yazoeni. Penzi. Mimi ni vitu vyangu hivyo mimi. Afu ni kama kile kifezi cha Harmonize kilikuwa na wewe ni kifezi. Kipi cha sasa? Kifezi gani sasa? No, ngoja nikwambie Sarafina. Ndio aliyosema Harmonize hapo. Yaani wewe uwezi ukajificha kwamba ulimpenda mtu. Umeelewa kwenye maisha yako. Yaani mimi sijakupenda mimi. Mimi mwanamke anisumbue. Wewe hakuna aga. Wewe ushasema. No. Wewe ushasema. Kila mtu. Wewe ushasema na hiyo phase yako ulikuwa unapitia kama Harmonize ndio ulikuwa unasema hivyo. Mimi hamna kunisumbua mimi. Sasa listen to me. Hakuna mtu yeyote ambaye hajawahi, kama bado hujapenda, kuna sehemu itakulamba. Uzuri wake mimi sijaipenda, ndo nachoshukuru Mungu. Haujaje kufanyaje? Wewe nini kwani? Wewe peka kamera kule. Staki mwekeli. Can you imagine eti Sarafina na mcrush msanii wa Singeli? Msanii gani wa Singeli? Msanii gani wa Singeli? Ila kameramani wako na waigizaji. Jamani waigizaji, tumechoka kuletewa visinia ofisini. Kameramani analeta visinia. Una mwigizaji analeta visinia kila siku kwa kameramani. Unasema bwana KB Pixel. Hatutaki, tunataka hela. Visinia vya ugaibuni vile.